Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Katambi awaonya wahalifu na maandamano haramu ya tarehe 7. Naounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja. REA yaimarisha ushirikiano na Zambia sekta ya nishati. Kwa hiyo tutakaa nao kwa kipindi cha siku 7. Watakuwa kesho tuna kikao sisi na wakandarasi na tutakuwa nao, na baada ya kikao cha kandarasi tutakaa nao, tutaruhusu wao kuuliza maswali na tutauliza maswali. Mbunge wa Same Mashariki Ana Kilango awataka wazazi na walezi kurudi katika nafasi ya malezi kwa watoto. Wapembeleze wa Tanzania, tuchukue jukumu la kujenga taifa letu kwa kulea watoto. Tunaachia watu wasiostahili ndio wanaotengeneza binadamu wa kushika nchi, tunabaki kulalamika, nchi na majambazi, nchi na hivi. Na katika michezo, Ally Kamwe asema jana haikuwa siku yao ya bahati. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu. Naam, habari za wakati huu mtazamaji wa Matukio Daima. Karibu katika Matukio Daima Habari. Tutakao kusomea jioni ya leo. Jina langu ni Bernardina Majenge, nitakuwa na mwenzangu. Mimi ni Emmanuel Manonga. Kwa pamoja tunasema karibu uwe nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa taarifa yetu. Na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ametoa onyo kali kwa watu wanaotumia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kisiasa kutoa kauli za kibaguzi na kichochezi zinazolenga muungano, viongozi wa serikali na wa dini, pamoja na wale wanaohamasisha maandamano haramu ya Julai 7. Akizungumza na waumini wa msikiti wa Mkadam uliopo Chang'ombe jijini Dodoma wakati wa mashindano ya Qur'ani na harambee ya ujenzi, Waziri Katambi amewasihi wananchi kuacha mara moja vitendo hivyo, akisisitiza kuwa kuvunja amani kutarudisha taifa nyuma kiuchumi na kijamii. Mtakuwa mmesikia maeneo mbalimbali, wapo watu ndani kwenye mitandao, lakini pia kwenye majukwaa ya kisiasa na kwenye maeneo mbalimbali wanajinasibu na kujitangaza wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakitoa kauli za uchochezi na ubaguzi dhidi ya viongozi mbalimbali wa serikali au wa dini, wakitoa uchochezi na ubaguzi dhidi ya dini zetu. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa ya waasisi. Taifa hili limejengwa kwa maumivu makubwa, kwa jasho na hata damu ilipobidi ili taifa Tanzania liwepo. Sasa kutokana na hayo, nitumie fursa hii kuwaomba sana na kuwaasa wale wote ambao wanatumia majukwaa ya kisiasa kuchonganisha wananchi, kuwajaza chuki, kuchochea, lakini pia kuwahamasisha kufanya uhalifu, na wanaounda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja, kwa sababu kufanya hivyo hakuna ambaye atabaki salama, kwa sababu tutaathirika sisi Watanzania wote. Athari hii italiathiri taifa letu kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Tutarudi nyuma kimaendeleo, tutashindwa kuswali, tutashindwa kwenda kanisani, tutashindwa kufanya kazi za kiuchumi, tutashindwa kujenga nchi yetu, tutashindwa kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja. Hivyo basi busara iwaongoze, na niwasihi sana, na najua wananisikia na wananifahamu. Bahati nzuri wazee wangu, kama mlivyosema, mimi ni kijana wenu, nitaendelea kuwa kijana wenu. Uongozi kamwe hautanifanya ninyanyue mabega, kwa sababu najua
leo nimeteuliwa, nitafanya kazi kwa uaminifu na uadilifu kwa nchi yangu, kwa taifa langu na kwa mamlaka iliyoniteua, kwa rais wangu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili kuwatumikia Watanzania. Na siku ambayo utakuwa umefika ukomo wa kazi yangu, nitarudi kwenye jamii. Hivyo niwaase hata viongozi wa serikali walio na kauli zinazoleta taharuki waache mara moja, kwa sababu leo tuna nafasi, kesho tutarudi katika jamii hii, na tutalazimika siku moja kwenda, wakati mwingine kufikia mwisho wa maisha yetu tutahitaji watu. Kwa hiyo hii ni kwa watu wote, si tu upande wa wale au huyu, ni kwetu sisi sote kama taifa. Viongozi tunaungana pamoja kama viongozi wa serikali, tunaungana pamoja na viongozi wa dini, tunaungana pamoja na viongozi wote na familia moja moja, baba na mama. Tuwakanye na kuwaelekeza watoto wetu wakaishi na kuenenda kwa amani na salama. Na pale yanapotolewa maonyo na maelekezo ya vyombo vya ulinzi na usalama, tusikaidi, kwa sababu kwenda kinyume na hivyo tunavunja sheria zetu wenyewe, tunavunja katiba, tunavunja utaratibu. Kwa hiyo niwaombe sana, haya ni kwenda kuyazingatia. Na tukielekea jijini Dar es Salaam, Wakala wa Nishati Vijijini REA Tanzania na Mamlaka ya Usambazaji Umeme Vijijini ya Zambia zimeendelea kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya nishati kufuatia ujio wa ujumbe wa wataalamu kutoka Zambia nchini kwa lengo la kujifunza uzoefu wa Tanzania katika kupeleka huduma ya umeme vijijini. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuwasili kwa ujumbe huo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa umeme vijijini wa REA, mhandisi Jones Olotu, amesema ziara hiyo inalenga wao kujifunza mafanikio na mbinu mbalimbali zitakazowawezesha Zambia kupiga hatua kubwa katika uzalishaji wa umeme vijijini. Hao wenzetu wameona waje sasa kukutana na sisi Tanzania chini ya usimamizi wa Wizara ya Nishati, kuona namna gani ambavyo wanaweza wakajifunza yale mema kutoka kwetu. Tumefanyaje kufikia mafanikio haya, lakini kuna mbinu gani za ziada ambazo tunazitumia. Tulianza wakiwa tayari washaanza, lakini sasa hivi tuko kwenye nafasi ya juu kabisa ya usambazaji wa umeme. Kwa hiyo tutakaa nao kwa kipindi cha siku 7. Watakuwa kesho tuna kikao sisi na wakandarasi, na tutakuwa nao, na baada ya kikao cha kandarasi tutakaa nao, tutaruhusu wao kutuuliza maswali na sisi tutauliza maswali. Yale ambayo yanahitaji ufafanuzi wa kina tutawapatia, wakihitaji msaada wowote wa kitaalamu, wa kiufundi tutawapatia. Lengo ni hao wenzetu tuende nao sambamba na wao wafikie kule ambako tumefikia sisi, na wao wajue zile mbinu ambazo sisi tunazo au tunazozitumia kwa sababu tunapeleka umeme katika maeneo yote ambayo yanahitaji. Lakini kikubwa tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu yeye ametusupport kwa kiasi kikubwa sana. Na nilikuwa nawaambia tunazungumza nao hapa, hizi juhudi haziwezi kufanikiwa kama hamna support ya kiongozi wa nchi. Hakuna support, maana political support kama haipo ni ngumu sana kufikia malengo ambayo tumeweka. Sisi ni wataalamu, tunaandaa miongozo, tunaandaa proposals, tunahitaji budget. Sasa kama una fedha, ukikosa support ya fedha maana yake huwezi kutekeleza. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni kuwa na support kubwa ya viongozi wa juu serikalini, lakini kuwa na usimamizi bora wa mipango ambayo umeipanga, na kuwa na ushirikiano mkubwa katika wizara na taasisi ambazo zinahusika na mambo haya. Kwa hayo yakitekelezeka, basi tuna uhakika watafanikiwa. Kwa tuongea nao mambo mengi sana. Tumepitia wapi, tumefanya nini, ili wajifunze vizuri zaidi. Na ikiwezekana tutakwenda kupeleka site wakaone kazi ambazo zinafanyika, wakaone miradi ambayo tumeitekeleza kwa kutumia mbinu ambazo tunazo sisi hapa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunawakaribisha sana na tuko tayari kushirikiana nao na kushare yale yote ambayo ni mazuri ambayo tunayo. So there could be things that we would want to learn, maybe how we have designed our rural electrification master plan, which is a universal access aligned master plan. It's also a GIS based master plan. And so those are some of the things that we think that we can also sit down to see how are we implementing the projects and how you are implementing. But we've also noticed that some of the innovations that you are applying here could be better understood and also compared to what we're doing. So some of the innovations we're applying also in Zambia could be a lesson point for you. So that's the idea. So we'll also be discussing in terms of project planning, project implementation, project monitoring,
and also ensuring that these projects that we are implementing are sustainable. They are not just projects that we implement for today, but they are projects that we implement for ourselves and for. Na tukiwa jijini Dodoma, mbunge wa Same Mashariki mkoani Kilimanjaro Anna Kilango Malichela amewataka wazazi na walezi kujikita zaidi katika malezi ya watoto ili kujenga taifa lenye maadili na nidhamu bora. Akichangia mjadala wa bajeti kuu ya serikali na mpango wa maendeleo wa taifa wa mwaka 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Kilango amesema kuna mwelekeo wa wazazi kuachia malezi kwa wafanyakazi na waendesha bodaboda, hali inayochangia mmomonyoko wa maadili kwa watoto. Ongea na Watanzania, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama kuna kipindi ambacho binadamu anatengenezwa ni binadamu anapokuwa na umri wa 0 mpaka miaka 18. Mheshimiwa Mwenyekiti, taifa letu linatengeneza binadamu kipindi hicho, lakini mimi nina wasiwasi na malezi na makuzi ambayo tunawapa watoto kipindi cha umri wa 0 mpaka miezi 18. Ndio maana nasema naomba niongee na Watanzania. Kipindi hiki ndio tunapotengeneza maraisi, ndipo tunapotengeneza mawaziri, ndipo wanapotengenezwa wabunge, ndipo wanapotengenezwa makahaba, ndipo wanapotengenezwa majambazi, ndipo wanapotengenezwa wauaji. Na waomba Watanzania waangalie kipindi cha 0 mpaka 18, ndio sisi sote. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninasema ukweli, wazazi hatuwapi nafasi watoto. Kipindi cha 0 mpaka miezi 18 hatuangalii watoto vizuri. Watoto wanaangaliwa na mabajaji, wanaangaliwa na bodaboda, wanaangaliwa na mayaya, wanaangaliwa na wasichana wa kazi. Wazazi hatuwapi nafasi watoto. Tunabaki kulalamika, nchi ina majambazi, nchi ina. Tunawaangalia watoto. Mtoto anapozaliwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, anakuja ubongo wake ni mtupu. Ubongo unajazwa na sisi ambao tunalea watoto. Lakini je, tuna nafasi na watoto wetu? Mtoto anaambiwa maneno na houseboy, anaambiwa maneno na housegirl, anaambiwa maneno na bodaboda aliyemchukua, kwa sababu mzazi huna nafasi ya kumpeleka mtoto shule. Mtoto mshike mkononi, unampeleka shuleni, unaongea naye, yale maneno yanaingia kichwani kwake. Unamkabidhi bodaboda, peleka shule, anaongea na bodaboda, anasikiliza ya bodaboda. Sasa ni lazima wazazi tujue kwamba jukumu la kulea watoto tumeachia watu wengine, hatuangalie watoto wetu. Tunabaki kulalamika. Huyu Mheshimiwa Kampala juzi amezungumza yale aliyozungumza Kampala, tunayatengeneza sisi wazazi. Mheshimiwa Mwenyekiti, dakika zimeisha. Naomba niseme ukweli, niwabembeleze Watanzania. Tuchukue jukumu la kujenga taifa letu kwa kulea watoto. Tunaachia watu wasiostahili ndio wanaotengeneza binadamu wa kushika nchi. Tunabaki kulalamika, nchi ina majambazi, nchi ina hivi. Tunawalea watoto sisi, wakati wa kulea watoto umepita. Lakini nazungumza na wale ambao ndio wanaolea watoto sasa hivi. Serikali haiwezi kuchukua jukumu la kusema kila siku hapana. Naomba Watanzania mjue tunaotengeneza taifa letu ni walezi, wazazi. Na hapa nizungumze ukweli, wanaolea watoto ni baba na mama. Jukumu la kulea watoto lisiachiwe mama. Wanaume hawapo nyumbani, wanaacha watoto, wanasema mama ndiye ale mtoto. Hapana, mtoto anatengenezwa na baba na mama, mtoto analelewa na baba na mama. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba yangu inabidi iwe vipengele hivyo viwili tu. Naunga mkono hoja. Asante. Asante sana Mheshimiwa Anna Malichela kwa mchango huo mzuri ambao ninaamini kabisa una manufaa makubwa kwa jamii yetu. Wananchi wa kata ya Sasila wanatarajia kunufaika na ujenzi wa kituo cha afya baada ya serikali kuahidi kutenga bajeti kwa ajili ya mradi huo. Ombi hilo limetolewa bungeni na mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya, ambaye amesema wananchi wa kata hiyo hulazimika kusafiri umbali mrefu kupata huduma za afya kutokana na kukosekana kwa kituo cha karibu. Akijibu swali hilo, naibu waziri wa TAMISEMI Daktari Jafari Seif amesema serikali itaendelea kutenga fedha
kwa ajili ya ujenzi wa vituo vya afya katika maeneo yenye uhitaji kulingana na bajeti. Amesema kata ya Sasili ipo miongoni mwa maeneo yatakayozingatiwa katika mipango ya serikali ya kuboresha huduma za afya nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nikushukuru kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la niongeza. Kata ya Sazila ni kata kubwa na ina wakazi wengi, na wengine wamekuwa wakipata huduma ya afya kwenye kata jirani ambayo iko kwenye wilaya ya Msoma vijijini, na wengine kwenda mjini. Ni lini sasa mtawajengea kituo cha afya ili wananchi wangu wa kata ya Sazila waweze kuwa karibu na huduma ya afya, na hasa ukizingatia ndipo anapotoka mchumi wa Chama cha Mapinduzi? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Esther Bulaya, mbunge wa jimbo la Bunda mjini kama alivyoliuliza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, tutaendelea kutenga budget na kuhakikisha tunakwenda kujenga kituo cha afya katika kata ya Sazila kulingana na budget inavyoruhusu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Asante sana kwa taarifa hiyo kutoka bungeni jijini Dodoma. Na mtu mmoja aliyetambulika kwa jina la Masudi Ali Hamadi mwenye umri wa miaka 24 amefariki dunia kwa kujinyonga katika maeneo ya Kitutia, wilaya ya Wete, visiwani Zanzibar. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wamesema Masudi ambaye inadaiwa alikuwa na matatizo ya afya ya akili alijinyonga kwa kutumia waya wa breki ya baiskeli katika choo cha nyumbani kwao. Kuja mamake akanita. Baada ya kunita mamake, nikatoka nikenda kuingia ndani, akanambia kwamba nenda kaangalie kwenye choo. Kwenda kuangalia kwenye choo ndo namkuta mtu ananing'inia. Kwa hiyo pale mimi baada ya kumwangalia ni kwamba ashafariki, sikumgusa, lakini nilitoka moja kwa moja kwenda kupiga ripoti kituo cha polisi. Yaani hao ndio niloshuhudia. Lakini marehemu alikuwa ni mgonjwa kipindi karibuni miezi 3-4. Alikuwa anaumwa na mwanzo alianza kubojoka na miguu. Baadaye tena na dawa na nini ikawa naweza ile kutembea tembea. Sasa siwezi kujua kilichomsibu zaidi ni kitu gani. Ni mjumbe wa Shehia Selemu. Wakati natoka msikitini nasikia watu wanazungumza kwamba na tukio na kijana akajinyonga, lakini kwa sababu ni mjumbe wa Sheha kabidi nitoke nifuatilie. Kweli nikakuta hii hali ipo na nikachukua fursa kumpigia Sheha wa Shehia Selemu, na sikutosheka na hapo nikampigia na Afandi Kombo ambaye ndo yuko katika shehia hii sasa hivi, na kweli tukaja tukaangalia tukakuta kijana akajitundika kweli, lakini hapo alikuwa haonekani sehemu ya usoni, alikuwa anaonekana mgongoni, na kwa kweli kamba alitundikia kwa kweli ni nyembamba sana. Basi tu ndio mitihani na ajali ishafika na ahadi yake. Kwa hiyo cha msingi tu tumuombeeni dua, basi inshallah alaze pahali pema. Mkuu wa wilaya ya Wete amefika katika tukio hilo na ameiomba familia iliyokutwa na msiba huo kuwa na subira katika kipindi hiki kigumu cha kuondokewa na mpendo wao, na kuwataka wananchi kuwa karibu na ndugu zao wenye changamoto hizo kwa kuwapa ushauri na tiba itakayowaepusha kuchukua maamuzi atakayohatarisha maisha yao. Na vijana wakati mwingine namna ambavyo unazungumza wewe mzazi akawa kufahamu na kaisi kama kwamba unamuonea hata kuchukua mawazo mengine. Kwa kama si wazazi ama walezi, tuendelee basi kuwafundisha kwa nao kwa karibu kwa hekima zaidi, ili kusudi yale tunayoelekeza waweze kuyashika na kuwafanyia kazi vizuri. Wakati mwingine vijana wetu wamechanganyika na mambo tofauti, nao pia familia kama baba amekuwa na changamoto hiyo, basi jirani, shemeji, na kama hawa basi kukaa naye ili kusudi waweze kuzungumza nao. Na baada ya kutoka huko visiwani Zanzibar, tunaelekea viwanjani ambapo msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe amesema jana haikuwa siku yao ya bahati, ndio maana walipoteza mechi mbele ya Azam kwa mabao 3-2 katika mchezo wa nusu finali wa kombe la CRDB Federation Cup, mchezo uliochezwa huko katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza. Ali Kamwe amesema hayo muda mfupi mara baada ya kikosi cha Yanga kuwasili jijini Dar es Salaam kikitokea jijini Mwanza. Imetuumiza kwa sababu Young African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa, kama binadamu mwingine unaumiza, lakini it's football. Haijawahi kutokea duniani timu ambayo inashinda mara zote.
Ziko nyakati ambazo mtafurahi na ziko nyakati ambazo mtakwama na mtapata funzo la kujifunza kujipanga kwenye maisha yanayofuatia. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu ilipotea, akaweza kutumia uzoefu ambao yuko nao Kitambala, akapata goli la 3 na tukaa kwenye mashindano. Kwa pati ya kwanza hiyo story tulipoteza mchezo wa nusu finali, lakini pati ya pili ya hiyo story ni baada ya misimu 5 ndio Young African Sports Club inafungwa mchezo kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Upande mwingine it's a success story kwetu sisi kwenda misimu 5 alafu unakuja kufungwa mchezo kwenye msimu wa 5. Maana yake kuna kazi kubwa tumeifanya kwa kipindi cha misimu yote ambayo tumeshiriki kwenye kombe la CRDB. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, na hiyo siku imefika, siku ya jana. Tunasema alhamdulillah, sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambalo limebakia. Mijadala ya Yanga kudondoka haijaanza jana. Mijadala hii imeanza muda mrefu sana. Ipo hivyo kibinadamu. The more mtu unakuwa uko juu sana, watu dhaifu wenye roho mbaya wanakuwa wanakuombea kila siku ushuke. Ndio kawaida hiyo ya kibinadamu, wako hivyo. Kwa hiyo sisi watu kutuombea, kutusema mabaya kwamba Yanga inafanyaje ilianza muda mrefu. Zikitokea moment kama hizi ndio watu wanalipuka sasa kwa furaha kuanza kuongea maneno mengi. Sisi kama Young African Sports Club tunafahamu tunashiriki mchezo wa mpira, mchezo ambao unaweza ukafungwa, mchezo ambao unaweza ukashinda, na ndio maana nimewapa rekodi for 5 season tumedominate michuano ya CRDB. Miaka 5 tunashinda. Na hata msimu ambao tumekosa kuchukua kombe tumetolewa pia kwenye hatua ya nusu finali. Naam, asante sana kwa taarifa hiyo ya michezo ambayo imetufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na Katambi awaonya wahalifu na maandamano haramu ya tarehe 7. Naunda magenge ya uhalifu na makundi mbalimbali yanayolenga kuharibu taifa letu, kufanya uharibifu, ni wasihi na kuwaomba waache mara moja. REA yaimarisha ushirikiano na Zambia sekta ya nishati. Kwa hiyo tutakaa nao kwa kipindi cha siku 7. Watakuwa kesho tuna kikao sisi na wakandarasi, na tutakuwa nao, na baada ya kikao cha kandarasi tutakaa nao, tutaruhusu wao kuuliza maswali na tutauliza maswali. Mbunge wa Same Mashariki Ana Kilango awataka wazazi na walezi kurudi katika nafasi ya malezi kwa watoto. Wapembeleze wa Tanzania, tuchukue jukumu la kujenga taifa letu kwa kulea watoto. Tunaachia watu wasiostahili ndio wanaotengeneza binadamu wa kushika nchi, tunabaki kulalamika nchi na majambazi, nchi na hivi. Na katika michezo, Ally Kamwe asema jana haikuwa siku yao ya bahati. Jana haikuwa siku yetu ya bahati. Naendelea kusisitiza hilo, haikuwa siku yetu ya bahati kwa sababu moments nyingi za mchezo zilikuwa kwetu sisi na tukafungwa goli ambalo ni slip kidogo tu, concentration kidogo tu. Na mtazamaji, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo wa taarifa yetu ya habari mpaka sasa, na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliokuandalia taarifa hizi, majina yangu ni Emmanuel Manonga na mimi ni Beldina Majinge. Uwe na usiku mwema. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your heart. Karibu.
Mtazamaji wa Matukio Daima, Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757 922555 au 0795 742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu. Tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Isadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndio hiyo ndugu yangu. Habari ni Isadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.